إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, naihusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa hikma zake, alituumba tukipitia hatua mbalimbali ili kutuzindua kwamba yuko muumbaji anayesimamia, mwenye elimu kubwa na mwenye hekima nyingi, na ili tuwe na yakini kwamba hatukuja hivi hivi, hatukuibuka tu, bali tumeletwa, na wala hayawezi kwenda mambo yetu vile tutakavyo tu kwa nguvu zetu wala kwa ujanja wetu, bali yuko anayesimamia. Allah subhanahu wa ta'ala anatuzindua hili katika suratu Rum aya 54, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi kutoka katika udhaifu mkubwa. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha akajalia baada ya udhaifu ule mkawa na nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha akajalia baada ya kuwa mmekwisha kuwa na nguvu, mko top kabisa, akawarudisha tena udhaifu na kuota mvi. Hakuna anayeweza kuzuia hilo. Tulifika pahali pazuri, mtu anaona sasa mimi niko sawa sawa, lakini halafu anaanza kujiona anashuka taratibu, hawezi kuzuia. Anashuka polepole, meno yanang'oka, mikunjo inatokea, mvi zinaota, anapinda, hawezi kutembea, vyakula vingine hawezi kula, hana ujanja. Allah akamalizia maneno haya akisema, yakhluqu ma yasha, anaumba anavyotaka, namna anayotaka. Wa huwa al-alimul qadir, naye ni mjuzi sana, ni muweza sana wa kila jambo. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huu
napenda leo tukumbushane kitu muhimu sana kuhusu vijana. Na ninapozungumza vijana, ninakusudia ni umri fulani, wakiwa wanaume au wanawake. Sio kama mazoea tukisema vijana wajulikane kwamba ni wanaume, halafu mabinti eti Vijana ni umri fulani wa kiume na wa kike, kuanzia miaka 15 mpaka kufika 30, bali huenda mpaka wakafika 40. Pale imekuwa top, hakuna ujana tena. Kuanzia pale umri mwingine huo unaoanza, utu uzima huo. Kwa hiyo napenda nizungumzie vijana. Ndugu zangu, vijana wakiwa wa kiume au wa kike ni nguzo ya umma. Vijana ni nguzo ya umma, na vijana ni mustakbali wa umma, future ya umma. Imma utakuwa mustakbali mzuri wakiandaliwa, au wakitelekezwa unakuwa mustakbali mbaya wa umma. Kwa ujumla, vijana ni mustakbali wa umma, na vijana pia ni tegemeo la umma fulani. Kila umma, kila kundi la jamii, kila miji, kila nchi zinategemea vijana wake, ni tegemeo lao kubwa. Na vijana tukiwalinganisha kwenye taswira, ingekuwa ni gari kwa mfano, basi vijana wangekuwa ni injini ya gari hiyo, ndio mashine yenyewe ambayo ni nguvu ya msukumo yenye nguvu. Na wazee katika jamii hiyo, wazee wakiwa na uchamungu, sio wazee tu, wazee wakiwa na uchamungu, kwa sababu kuna wazee huwa hawakubali kamwe kama ni wazee. Ukimuita mzee anakuambia mimi mzee kijana. Wazee wakiwa na uchamungu katika jamii hiyo, wao wanakuwa ni sukani ya gari hiyo, na sheria inayomridhisha Mungu katika jamii hiyo, basi hiyo ndio barabara ya kupita, tena ya lami. Kwa hiyo wakiwa wapo vijana, wakawepo na wazee wenye sifa ya uchamungu, na sheria ikawa inamridhisha Allah, sijataja dini, sheria ikawa inamridhisha Allah, kwa sababu zinaweza zikawepo sheria zimetungwa lakini zikamridhisha Allah. Kwa mfano, sheria ikiwa inazungumzia usiibe, hiyo haihitaji dini fulani hiyo. Usidhulumu, haihitaji dini fulani hiyo. Usile rushwa, haihitaji dini fulani hiyo. Na sheria zikawepo zinazomridhisha Allah, basi itakuwa hiyo ni barabara, tena ni alamu ya kupita gari hiyo. Sasa jamii hiyo pindi ikiondoka kwa nguvu za vijana hao, wakiwa ni wa kiume au wa kike, kwa mwongozo wa wazee hao ambao watakuwa wana sifa yenye uchamungu ndani yao, wakapita kwenye sheria hizo ambazo zitamridhisha Allah, basi manake watakuwa wanapita kwenye barabara ya lami. Jamii hiyo inatembea, lazima jamii hiyo itafikia kwenye maendeleo, lazima itapanda juu. Hiyo jamii itafuzu na itashinda kwa idhni ya Allah. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Ra'd, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, aya 11, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwa hakika Allah habadilishi hali walionayo watu mpaka waamue kubadilisha yaliyomo ndani ya nafsi zao. Maana yake ni kwamba kama Allah aliwaweka watu wana hali ya neema, hatoibadilisha mpaka watu hao wabadilishe yaliyomo ndani ya nafsi zao, wakufuru neema hiyo, basi Allah ataiondoa hiyo neema. Na pindi Allah akibadilisha, akiondoa hiyo neema kwa sababu ya kukufuru kwao, hatobadilisha mpaka watu hao watubu yale yaliyomo ndani ya nafsi zao za kukufuru. Wakitubu, Allah atawabadilisha tena warudishe kwenye neema.
Hiyo ndio kanuni ya Allah, haibadiliki katika dunia. Ndugu zangu, kwa kanuni hiyo basi napenda niwakumbushe, hapa tulipo sisi tumo kwenye neema ya amani na utulivu katika nchi yetu. Tunawajibika tuonyeshe shukurani kwa Allah ili neema hii idumu. Hapa tulipo ndugu zangu, tuna neema ya kuwa na vijana katika nchi yetu, na pia tuna neema ya kuwa na wazee katika nchi yetu, na sheria zipo zinazomridhisha Allah. Sisemi sheria zote, zipo zinazomridhisha Allah. Hivyo basi hizi zote ni neema. Hawa wazee waliopo wakijibandika sifa ya uchamungu, wakawashika vijana hawa mikono, wakawaongoza kwa sifa ile ya uchamungu, wakapita vizuri kwenye sheria zinazomridhisha Allah, ndugu zangu, tutakuwa tuko kwenye hatua nzuri sana na neema tulizonazo hazitaondoka. Lakini wazee wetu wakiwa ni wazee watakaojali nafsi zao tu, ikawa kila mmoja ana sifa ya umimi, tukawa wazee wenyewe ndio sisi na walionizidi mimi, tukawa na sifa za umimi, kila mmoja wetu akajali nafsi yake, tukawatelekeza hawa vijana, tukaondoa sifa za uchamungu kwetu, vijana hawa watashikwa mkono na mawimbi mengine. Wakishikwa mkono na mawimbi mengine, tutapata hasara, tutakuwa hatukuonyesha shukurani ya sisi kuwa tumekuwa wazee. Wakiachwa wakishikwa na mawimbi tu ya maneno na mali zilizomo kwa watu ambao labda wanaongea siasa yoyote, narudia tena, siasa yoyote ya umimi tu. Kuna wakati watu wanaongelea siasa lakini ya umimi, mimi tu, kila mmoja anaangalia mimi tu, haangalii jamii nataka nini, tuipeleke wapi. Tukiwaachia vijana hawa wakichukuliwa na mawimbi ya maneno namna hii na vipesa pesa ambavyo watu wakiwa wanavimiliki, basi tujue vijana hawa tutakuwa sisi tumefanya kufuru, na Allah atatuondolea neema hii tulionayo ya utulivu na amani. Tuwe makini sana ndugu zangu, sote tuko kwenye jahazi moja, na likitobolewa tukaacha litobolewe, basi tulikuwa ni nchi ambayo watu wanakimbilia kwetu, tunajivunia, tutakuwa ni waajabu, tutatafuta pa kukimbilia. Mwenyezi Mungu atulinde na hali hiyo. Vijana kwa ujumla wana matumaini katika maisha, wana tamaa za mambo fulani fulani katika maisha, bado nguvu zao zinaruhusu kuwa na tamaa hizo. Watu wakishafikia umri wa uzee, kuna mambo fulani fulani huwa kwao hata wakiyataka ni umimi tu, hawayawezi. Hivi tukisikia kuna mzee kwa mfano ana miaka 85, 90, alafu tukaambiwa bado ana sifa ya uzinifu kwa mfano, huwa kweli ana uweza huo uzinifu au ni huo umimi tu? Ni fujo tu hiyo anafanya. Kwa hiyo wakiwa wazee wa namna hiyo ndio waliopo, tukasahau cha Mungu. Hawa vijana ambao wana tamaa za maisha, wana matumaini kulingana na nguvu zao za maisha, basi tutakuwa tumewapoteza. Wanaweza wakashikwa na yeyote yule ambaye anaweza kuwaonyesha njia hata ya upotofu, kwa sababu tu ya tamaa yake ya hayo maisha, atamuitikia yeye na atapotea, na itakuwa ni sababu ya sote kupotea. Ndugu zangu, tuwe makini sana. Nguvu ya kijana katika matumaini inahitaji sana kushikwa mkono. Isiposhikwa mkono, vijana falsafa yao wanasema ukitaka utulizane wewe upate pesa tu. Kumbe sio kweli kwamba kila ukipata pesa utatulia. Ni sharti ushikwe mkono upate pesa namna gani. Wasiposhikwa mkono watapewa pesa na watu ambao baadaye hawatatulia, wataelekezwa popote. Kwa hiyo tuwe makini katika hili ndugu zangu. Ni wajibu kila yule ambaye
ana mamlaka aliyopewa na Mungu yoyote, hata ya kusimamia mtu mmoja, basi hakikishe huyo anayemsimamia anamsimamia vizuri, na hasa akiwa anayemsimamia ni kijana. Kijana ana matumaini ya kupata riziki yake, ana matumaini awe na nyumba ya kuishi, ana matumaini awe na mke au awe na mume, manake awe na ndoa. Hivi vitu wanavihitajia, na ni lazima washikwe mkono, waende vizuri kwenye vitu hivi, na wakitelekezwa, wakiachwa, manake familia zinapotea, kwa sababu kuna msukumo unaowasukuma wafikie hivyo vitu wao kwa namna yoyote, wapate pesa kwa namna yoyote, aonekane naye ni mtu, awe na mwanamke awe na mwanamme, vyovyote tu nguvu hizo zitamsukuma kwenda vyovyote. Kwa hiyo yeyote ambaye ana mamlaka ya kusimamia kati yetu sote sisi ambao tumekwisha ingia kwenye utu uzima na uzee, tuangalie vizuri sana vijana kwa jicho chanya, kwa mtazamo chanya wa kuwasaidia, sio mtazamo wa kujisaidia sisi, wakati ambapo tukijisaidia sisi na uzee huo wala hatujisaidii. Zikitokea fursa ambazo vijana ni haki yao, isiwe mzee kwa sababu tu ana pesa nyingi anazishika fursa hizo, anazishika halafu ndo awauzie vijana kwa hali anayotaka yeye. Ni makosa makubwa sana. Waacheni vijana wazipate fursa hizo kwa hali ambayo wameandaliwa kuzifikia, ili watimize nao yale matumaini yao kwa hali nzuri walizopangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kwa mikakati ya nchi yetu. Ndugu zangu, tusiwaache vijana wakababaishwa, na kama tunavyojua vijana mara nyingi huwa wana vikao vyao wanavyokaa, wana vijiwe vyao, wana maskani zao wanakaa. Zile maskani huwa wanajadili nao, wanajadili vipi watoboe, tutoboe vipi. Kutoboa wao ni namna ya kupata maisha, kwa namna hiyo wanaofikiria. Tusipokuwepo watu wazuri wa kuambia hapa kweli unataka kutoboa, lakini utatoboa kwa kudhulumu wengine, usitoboe hivi. Tusipowashika mkono, wao watatoboa kweli, na atasifiwa kwamba ana pesa, lakini ameumiza wangapi kwa pesa hiyo? Atakuwa ameumiza wangapi? Lakini tukiwashika mkono, tukawaonyesha njia, tukawapa fursa, basi hapo watatoboa kwa namna nzuri, na wote tutakuwa tumefaidika. Kwa hiyo tuwaone pia humo kwenye vijiwe vyao, ili tuwakumbushe kila mtu aliyepewa mamlaka ya kusimamia, tusimamie kwa namna nzuri. Ndugu zangu, tuwazindue vijana humu vijiweni mwetu, vijiweni mwao walimo, tuwazindue waone kuna fursa za vilimo, waone kuna fursa za kujilea wenyewe vizuri, kuna fursa za ufugaji, kuna fursa za ujasiriamali. Pia ziandaliwe na fursa za kuwapa mikopo bila ya riba, ili waweze kufanya hayo mambo wanaofikiria. Tunaweza tukaambiwa mikopo bila ya riba inawezekanaje? Nchi zinazo hazina bwana za kufanya vitu hivyo, na zinapofanya hivyo baadaye zitakusanya kodi kwa hao. Ni mikakati tu, hata kama ni mitaji midogo midogo wanaweza kufanyiwa hivyo na wakaweza kukomboka, kuliko tukiwaacha wakachukuliwa na wimbi lolote. Yako mawimbi yanaweza kuwachukua, basi atawatoa kwenye reli. Watu wahamasishwe uzinifu kwa namna yote, wahamasishwe kutokuwa na familia, wahamasishwe ushoga, wahamasishwe na mambo mengine na mengine. Mwenyezi Mungu atulinde na hali hiyo. Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, Allah hakunituma mimi niwe mwenye kutia uzito watu wala kuwasababishia kupata uzito, walakin ba'athani mualliman muyassira, lakini Allah amenituma mimi ni mwalimu tena mwenye kufundisha kwa wepesi. Kwa maneno haya aliyosema Mtume, napenda niwape habari njema wale wote walio na fani ya ualimu, ambayo kwenye vita za kifikra
ni katika fani iliyodogeshwa, hii imepuuzwa, yani ikatiwa maneno mpaka ikaonekana fani hii haina maana. Hata mishahara yake ikafanywa sio. Fani ya ualimu ni fani iliyopondwa hivi, yani hata wanaosoma utasikia nimekosa credit zangu, basi najiunga na niende kwenye ualimu. Ualimu hawausogezi kwenye akili. Ni kwa nini? Ni vita tu ya kifikra. Kwa hiyo napenda niwaambie wale wenye sifa ya ualimu na waliopenda ualimu, manabii walikuwa ni walimu. Hivi Allah awafanye manabii kuwa walimu, halafu hiyo fani iwe sio nzuri? Hiyo fani ndio inaowatoa watu wote kwenye position zote walizonazo. Popote alipofika mtu alipitia kwa mwalimu, akamshika mkono tangu chekechea, wakampandisha mpaka akafika alipofika. Iweje fani ya ualimu jamani isiwe ni fani? Ni vita za kifikra tu. Kingine ndugu zangu, napenda niwakumbushe fani ya kuwa na dini, tabia ya kuishi kidini, yani mtu mutadayin, anaishi anaonekana sura ya dini. Hii sura ya dini nayo imepigwa vita kifikra. Dini yoyote, huyu bwana ajifanya sasa ndio amekuwa shehe. Hajakuwa shekhe, anaishi tu kinamna ambayo Mungu anataka ya kidini. Mwingine anajifanya amekuwa mlokole sana, yani kuonekana anaishi kidini. Tumepigwa vita kifikra kwamba ni tatizo. Jingine, mwanamke kuishi kwa sifa ya mama nyumbani, imepigwa vita mpaka limekuwa ni tatizo. Mwanamke akikosa ajira kusema mimi ni mama wa nyumbani, kwa mfano akiwa anajaza form fulani, anaona aibu kusema mama wa nyumbani. Mama wa nyumbani, fani yako aliyokupa Allah, kipaji alichokupa, mlezi, ulielea umma mpaka ukawa umma. Watu wote waliofikia kufaulu walifikia kulelewa vizuri na mama zao. Leo hicho nacho kipaji cha kuwa mama kimepigwa vita kifikra mpaka kinaonekana hakina maana. Mtu anaweza kusema, akiulizwa kazi yako nini, basi anasema mkulima. Hana hata kibustani cha hatua mbili, lakini ameandika mkulima, kuogopa kusema mama wa nyumbani, anaogopa. Ndugu zangu, napenda niwaambie hivi, niwakumbushe kwamba kukimbia hayo, tumekimbia kwenye sehemu mbaya sana, tumekimbia sehemu nzuri tukajipeleka babaya. Manake mtu kuogopa kuwa mwalimu wakati ualimu ni wa kulea, kuogopa sifa ya kuwa ni mtu wa dini ndio sifa inayotakiwa kuongoza na wengine. Unaishi unaonekana kwa vitendo. Kuogopa sifa ya kuwa mama, hizi mambo makubwa sana. Hebu watu waamke, ili hawa vijana wetu na wengine watakaozaliwa wafikie kupata vitu hivi. Walimu waangaliwe vizuri, ni nafasi nzuri sana hiyo ya kutengeneza umma. Watizamwe kwa sura nzuri, wazungumzwe kwa lugha nzuri. Kila unapopata kumzungumza mwalimu, mzungumze vizuri. Mwalimu yoyote anayesomesha fani yoyote ni mtu mzuri sana katika jamii. Ndugu zangu, tuandae mazingira kwa vijana wetu waweze kuwa wanapata riziki zao za halali katika nafasi yoyote ile. Tuandae mazingira, kila mmoja aliyepata nafasi ya kusimamia, tuandae mazingira vijana wetu waweze kuwa na fikra ya mtu na mimi nitapata sehemu ya kuishi. Tuandae mazingira katika nchi yetu, kila mtu aliyepata nafasi ya kusimamia iwe gumzo. Tuandae mazingira watu waweze kufunga ndoa na kuishi kwenye ndoa. Leo watu wanaishi tu. Hii fikra ya kwamba watu wakishaishi tu miaka 3 4 hiyo inahesabika ndoa, wakiishi mwaka inahesabika ndoa. Watu warudi wafunge ndoa, tuache fikra hizi, wahamasishwe ndoa, inawezekana. Mwenyezi Mungu atujalie kwa nini kusikia na kufuata yale mazuri. Nimalizie kwa mfano huu kwenye hutuba hii ya kwanza. Kijana awe mwanamume au mwanamke,
position yake alionayo, nafasi yake ni kama vile nguvu yake alionayo aliompa Allah. Fikiria petroli ikiwa itawekwa kwenye tenki vizuri, ikapitishwa kwenye zile pipe zake vizuri, mpaka ikafika kwenye sehemu ambayo moto ukiwashwa itakwenda kwenye piston vizuri, ujue chombo kitatembea. Manake nguvu imeshapatikana hapo ya kuzalisha chochote, safari itakwenda. Kama ni mashine ya kuzalisha kitu itafanya kazi, nguvu imepatikana. Huyu kijana yuko kama nguvu hiyo ya petroli. Petroli hii kama itawekwa kwenye tenki linavuja, pipe zinavuja, cheche yoyote ya moto itakayotoka hapo, hilo ni bomu katika jamii. Ndio kijana alivyo. Tukimjali huyu, hii ni petroli, itapita kwenye sehemu sahihi, vyombo vitakwenda. Tukimtelekeza huyu akiwa anakuwa anavyotaka, ni bomu huyu katika jamii, anachukuliwa na mtu yoyote mbaya kwa fikra zake yeye anazitaka. Huwa haogopi kijana. Kwa hiyo hebu tuwe makini, tuwaangalie vijana wetu kwa sura ile nzuri, ili wawe ni mustakbali mzuri katika jamii. Allah atujalie kwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Barakallahu lana bilqur'anil azim wa nafa'ana bisunnati nabiyhi alkarim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Na kuhusieni na yusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha makatazo. Vijana ni neema, tuitumie vizuri neema hii kuonyesha shukurani kwa Allah, na kuonyesha shukurani ni matumizi mazuri ya kuonyesha utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat 7 aya 13, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, i'malu ala dauda shukra wa khalilu min ibadi ash-shakur. Aliwaambia watu wa Nabii Daud, fanyeni kazi watu wa Daudi kuonyesha shukurani, na ni wachache wanaoonyesha shukurani katika waja wangu. Kwa hiyo vijana wetu tulionao, kama tutawalea vizuri, tukaenda nao vizuri, kuwapa mwongozo, watafanya kazi. Wakifanya kazi watakuwa wameonyesha shukrani. Tukiwatelekeza watacheza mikeka tu, watakuwa kazi mkeka tu, mkeka, kubeti tu, hakuna kitu kingine. Akili zote ni kwenye kubeti. Wataandaliwa mapuli kila pahali, watakuwa wanacheza mapuli, kamari tu. Ndio nguvu walionao wao kupata hela kwa namna yoyote. Lakini kama tukiwalea vizuri, hawa wote watafanya kazi, waandaliwe mazingira ya kuhamasishwa kwamba fursa zipo. Mwenyezi Mungu atujalie kwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.